Maandamano ya umma yameendelea Madagascar licha ya juhudi za rais wa nchi hiyo kujaribu kutuliza maandamano hayo kwa kulivunja baraza lake la mawaziri. Askari wengi wametumwa kushika doria katika mji mkuu Antananarivo ambako mamia ya watu leo waliandamana. Maandamano hayo yaliongozwa na vijana yalichochewa na uhaba wa maji na umeme, lakini sasa yametanuka hadi kupinga uongozi na vile polisi kutumia nguvu kupita kiasi na kuzima maandamano. Aidha, kumekuwa na wanaomtaka Rais Andry Rajoelina kujiuzulu. Shoaib Ibrahim na maelezo zaidi. Mkuu wa tume ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema ameshtushwa na hatua ya vikosi vya usalama ya kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Aidha, ameongeza kuwa ameona maafisa wa usalama wakiwakamata kwa nguvu, kuwapiga na hata kutumia risasi dhidi ya waandamanaji, huku kukiwa na habari kwamba watu wasiopungua 22 wameuawa na wengine 100 kujeruhiwa. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Nje imekanusha takwimu za Umoja wa Mataifa na kudai kuwa takwimu hizo zilitolewa kwa kutumia taarifa za uongo. Maandamano nchini Madagascar yalianzia katika mji mkuu wa Antananarivo, lakini yamesambaa hadi miji 8 kote nchini. Serikali ya nchi hiyo imeweka marufuku ya kutembea usiku baada ya ripoti za kutokea kwa machafuko na uporaji mali, huku polisi wakilazimika kutumia risasi za mpira kuwatawanya waandamanaji. Wiki iliyopita, rais wa nchi hiyo Andry Rajoelina alitangaza kuwa amemtimua waziri wa nishati kwa kulemewa kutekeleza majukumu yake ipasavyo, lakini waandamanaji waliendelea kudai rais huyo pamoja na serikali yake kujiuzulu. Mapema wiki hii, maelfu ya waandamanaji walijitokeza kuandamana barabarani, huku baadhi yao wakitoa dukuduku zao. People have enough of the blackout. Watu wamechoshwa na tatizo la kukatika kwa umeme. Inatokea kwa zaidi ya masaa 20. Si tu katika mji wa Antananarivo, lakini tatizo hilo limeenea hadi kote nchini. Wilaya 119 hapa Madagascar zinakabiliwa na tatizo hili la kukatika kwa umeme. Pia kuna ukosefu wa maji. Watu nchini wamechoshwa na yote haya, ndio sababu wanaandamana leo. All the people of Madagascar have enough of it. So that's why they are protesting today. Katika hotuba yake, rais wa nchi hiyo Andry Rajoelina alisema kwamba anaelewa ghadhabu, huzuni na matatizo yanayotokana na kukatika kwa umeme na maji. Aidha, alibaini kwamba alikuwa pia amemsimamisha kazi waziri mkuu wa nchi hiyo na kuwa tayari mchakato wa kumteua waziri mkuu mpya unaendelea kabla ya kuundwa kwa serikali mpya. Hata hivyo, kulingana na rais huyo, maafisa wanaohudumu serikalini kwa sasa watahudumu kwa kipindi cha mpito, huku taifa hilo likisubiri kuundwa kwa serikali mpya. Rais Rajoelina aliongeza kuwa angependa kushiriki mazungumzo na vijana wa nchi hiyo. Madagascar imekumbwa na maandamano kadhaa tangu kupata uhuru wake mnamo mwaka 1960, ikiwemo maandamano makubwa ya mwaka 2009 yaliyomwondoa madarakani rais wa nchi hiyo wakati huo Marc Ravalomanana, na nafasi hiyo ya uongozi kurithiwa na rais wa sasa Rajoelina. Maandamano ya sasa ndiyo changamoto kubwa zaidi kumkabili rais Rajoelina tangu achaguliwe tena kwa mhula wa 3 mwaka wa 2023. Shoaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC. Na koti kuu ya jeshi la Kinshasa imeanza kufanya uamuzi wake kwa kesi ya Joseph Kabila ambaye ni rais wa zamani wa nchi hiyo ambaye anashutumiwa kwa madai ya uhalifu wa vita na kushirikiana na waasi wa M23. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo. Joseph Kabila ana hatia ya tuhuma zote ambazo ni usaliti, njama, uhalifu wa vita. Kwa hivyo alihukumiwa adhabu ya kifo. Majaji wa kesi walifungua usikilizaji huo, waliacha umma kwa mashtaka ya raia. Kwa hivyo mahakimu walifuata mashtaka ya mwendesha mashtaka wa umma. Uamuzi huo ulisomwa katika jengo linalohusiana na haki katika ukumbi wa mahakama ya Kinshasa iliyozinduliwa na Joseph Kabila mnamo mwaka wa 2015. Uamuzi huo ulitangazwa kwenye
runinga ya kitaifa ya RTNC. Wakati kesi hiyo ikionekana kama historia kwamba rais wa Kongo anashtakiwa na kuhukumiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kesi hiyo iliyofanyika kwa kutokuwepo kwa Joseph Kabila inafuatwa kwa karibu na maoni ya kitaifa na kimataifa. Jamaa wa Kabila, wanasiasa wa Joseph Kabila hulaani mateso ya kisiasa, wakati wafuasi wake wanazungumzia juu ya hatua inayolenga kumfukuza mwingizaji mwenye ushawishi kutoka kwa eneo la kisiasa la Kongo. Kama anavyojulisha hapa Ezekias Muhaya, mmoja wa viongozi wa wanachama wa Joseph Kabila PPRD mashariki mwa DRC. Imekuwa sasa kesi ya kuleta haya sana machoni pa wakongomani wote na ulimwengu mzima. Sasa wanatucheka sisi wakongomani, maana inaonekana kweli hatuna tena vitu vya haki. Vyombo vya haki vimekwisha kukaliwa na udikteta wa bwana Tshisekedi. Vyama vinavyomuunga mkono rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi vinamshutumu Joseph Kabila kuyumbisha utawala ulioko madarakani nchini Kongo, wakati mashirika ya kiraia yashutumu Kinshasa kushughulikia mambo yasiyofaa kwa sasa. Na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameelezea mahakama haya ya Kinshasa kama siri inayofaa kwa wao wenyewe katika uongozi ulioko madarakani. Kwa hayo, Justin Mwanatabu, mmoja wa wachambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama, amewataka raia wanasiasa wa Kongo kufanya kazi yao kwa ujasiri bila kujiridhisha wenyewe, lakini kwa manufaa ya taifa la Kongo. Kinshasa wanakuwa katika mambo ambayo haiwezi ikajulikane na watu wa kila siku. Watu wanangoja huko kutoke jambo ambalo litawaridhisha wao, na kumbe government ina siri zake ambazo ni za kwake. Katika uongozi wake ni siri zake hizo wanazoita kwa kimombo secret d'etat. Mashirika ya kiraia yamelalamikia kesi hii ya Joseph Kabila kama vita vya kisiasa ambavyo haviridhishi wananchi wa Kongo wanaohitaji amani, haswa katika eneo la mashariki mwa DRC ambapo maelfu ya raia wameuawa kikatili kwa sababu za vurugu ya makundi mbalimbali ya waasi. Joseph Walai ni mmoja wa vijana wa vuguvugu la Lucha mashariki mwa DRC. Rais wa sasa naye anaweza kuwa iko na imperfection, lakini manda yake ni 2028. Sisi kama vile vikundi inagombania demokrasia hatuwezi kuitika mtu atwale madaraka katika nchi yetu kwenye silaha. Tunawazia kwamba ni makomba za maenterezabo na Kabila haiko mwalimu mzuri. Haya yamejiri wakati raia na mashirika ya kiraia katika maeneo yanayoathiriwa na vita yanamtaka pia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuheshimu ahadi zake alizozitoa wakati wa kampeni zake za urais dhidi ya wananchi waishio mashariki mwa DRC. Chubengorombi, Dira ya Dunia, BBC, Goma. Na msikilizaji, leo ni siku ya kimataifa ya tafsiri. Ni fursa ya kuenzi kazi za wataalamu wa lugha ambao wana jukumu muhimu katika kuleta mataifa pamoja, kuwezesha mazungumzo, maelewano na ushirikiano, kuchangia maendeleo na kuimarisha amani na usalama duniani. Awali nimezungumza na naibu rais wa chama cha kimataifa cha watafsiri Alfred Mtawali. Kwanza ni siku muhimu sana kwa sababu tunasherehekea mchango wa watafsiri, wakalimani na hata wale wanaitwa terminologists, yani wanaistilahi. Ilianza zamani kiasi, lakini wakati huo ulikuwa inaitwa World Translation Day, lakini UN ikaja kuitambua rasmi. Sasa inaitwa International Translation Day. Kwa hivyo ni kusherehekea kazi yetu na mchango wa kazi yenyewe katika maisha ya binadamu. Kwa mfano, maudhui ya mwaka huu ni Translation Shaping a Future You Can Trust. Kwa hivyo ni kama kuchangia maisha bora duniani. Kipindi hiki kukiwa na kumezagaa matumizi ya akili mnemba AI, natoa picha gani kwa watu ambao wanategemea kutafsiri na ukalimani na hizo ulizotaja istilahi kwa sasa, wakati ambako mnakabiliwa na matumizi makubwa ya akili mnemba, mnawezaje? Sasa hiyo ndo kama imetutia tumbo joto. Hii imekuja na hasa nchi kama hizi Marekani na magharibi kwa jumla tayari wameanza kuathirika. Lakini pamoja na hayo, wale wataalam, sisi watafsiri na wakalimani, ni kwamba sasa itabidi pia tupeleke umahiri wetu juu. Kwa nini? Kama mtu akinitumia tafsiri ambayo imeshafanywa na mashine, mimi nitalipisha hela ya juu kama binadamu
kuisanifisha na kuweza kuiboresha na kuidhinisha. Kwa hivyo sasa tutakuwa zaidi ya kuwa mkalimani tu, tunakuwa kama sasa consultant ama language specialist, ambao sasa ile tafsiri lazima iangaliwe na mwanadamu, kwa sababu zile mashine zinafanya kazi ndio, lakini kuna kwingine haiwezi kufanya kazi. Kwa mfano, niambie AI nitafsirie sentence kama hii: Karo, niletee mbuzi nikunie nazi. Nadhani kwamba AI ikitafsiri kwa Kiingereza itatumia goat. Unaona? Kwa sababu lile neno mbuzi sana sana AI itafikiria ni goat. Na itafikiria ni mbuzi ile ya kule pwani ya kukunia nazi. Kwa hivyo bado mchango wa mwanadamu utakuwepo pale ndani. Mbeleni huko itabidi tunapandisha zile ada zetu tunazotoza wakati wa kufanya kazi, kwa sababu sasa itakuwa hiyo tafsiri lazima ipitiwe na mwanadamu ndio iweze kutumika. Naam. Lakini je, bado kuna fursa ambazo mtu anayetaka kuingia kwenye sekta hii ama tasnia hii anaweza kusema bado kuna manufaa makubwa ambayo inaweza kuvutia wengine ambao wanachipuka katika masuala haya ya tafsiri na ukalimani? Zipo nyingi, hasa bara la Afrika. Unajua tuna lugha nyingi sana, na zile ambazo zishawahi kuandikwa ni kidogo, alafu zile ambazo pia zimewahi kuwekwa kwenye mtandao pia ni kidogo. Kwa hivyo utakuta kwamba nafikiri tuweke kama miaka 10 kuendelea hata 20, pengine ndo tutaweza kuadhirika na mambo ya AI. Lakini utakuta kwamba hakuna, wale Waingereza wanasema kopora, ama hakuna large language models, hakuna data ya kutosha ya kuweza kuzifundisha zile mashine katika lugha za Kiafrika. Kwa hivyo kufika sasa ni kama Kiswahili na nyingine tu kidogo, lakini zile lugha zetu zenyewe mpaka zifikie kiwango kwamba kuna data ya kutosha mpaka nikiweka hivi hapo ndani na nitafsiria bado. Na itabidi kwamba sasa kuwe na ukusanyaji wa data, ambao najua kuna mradi wa Bill Gates huko Afrika ambapo wanajaribu kukusanya data Kimasai, Kisomali, lugha kama 5 peke yake. Unaona? Kwa hivyo matumaini yapo, wanaosoma vioni tasnia yetu waendelee kusoma tu, wala wasikate tamaa. Kazi zipo na dunia ni kubwa na kila mtu ana riziki yake. Utamshauri vipi mtu ambaye anataka kubobea katika masuala ya tafsiri na ukalimani? Kwanza namshauri atafute chuo ambacho kinafunza hii taaluma, na kama Kenya vipo vingi. Kuna University of Nairobi, St. Paul's Africa International University, vinatoa mpaka shahada ya uzanifu. Kwa hivyo wasome, na kama mtu hana huo uweza, atafute mtu amshauri ama mentorship, ajaribu kumuonyesha njia. Uchambuzi wa kina huo kuhusu siku ya leo ambayo ni siku ya tafsiri. Sasa mahakama maalum inayoshughulikia uhalifu wa kimataifa nchini Rwanda imemhukumu Aimable Karasira kifungo cha miaka 5 jela na faini ya faranga 500,000 baada ya kumpata na hatia ya kuchochea mgawanyiko. Karasira ambaye ni mhadhiri wa zamani katika chuo kikuu cha Rwanda na msanii alikamatwa mwaka 2021 akishtakiwa kwa makosa 5 ikiwa ni pamoja na kukana mauaji ya kimbari na kuhalalisha mauaji hayo kupitia chaneli zake za mtandao wa YouTube, mashtaka aliyoyakanusha. Zaidi na Ive Buchana. Wakati hukumu hiyo ikisomwa, Aimable Karasira hakuwepo mahakamani. Hakimu alisema kwamba Karasira hana hatia katika mashtaka 3 kati ya mashtaka aliyoshtakiwa, ambayo ni uhalifu wa kupinga mauaji ya kimbari, kuhalalisha mauaji hayo na kosa la kuchochea ghasia za umma au machafuko. Hakimu pia alisema mashtaka 2 dhidi yake yalifutwa, ambayo ni shtaka la kutoeleza chanzo cha mali yake na kosa la ubadhirifu. Awali mwendesha mashtaka alikuwa ameomba Karasira ahukumiwe kifungo cha miaka 30 jela. Haikujulikana iwapo mwendesha mashtaka atakata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama. Kufuatia hukumu hiyo, Brice Bikotwa, wakili wa Aimable Karasira, aliambia BBC kwamba yeye na mteja wake kwanza wataketi kuona kama watakata rufaa kabla ya kusisitiza kwamba ni ushindi kwake, kwa sababu Karasira hakupatikana na hatia kwa makosa mengi makubwa. Adhabu hiyo ya miaka 5 ina maana kwamba Karasira anaweza kukaa jela chini ya mwaka 1 tangu kukamatwa kwake, isipokuwa pande zote mbili zikakata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Shtaka la kuchochea mgawanyiko linatokana na mahojiano ya YouTube
aliyotoa Mei mwaka 2021. Moja ya kauli anazotuhumiwa kutumia ni kwamba alisema viongozi wote katika jeshi la Rwanda wanatoka Uganda. Alikamatwa siku 7 baada ya mahojiano hayo. Mahakama ilisisitiza kauli hiyo ni ya kuchochea mgawanyiko kwa misingi ya sehemu ambako watu walitoka. Mahakama ilisema kuwa alipewa adhabu ndogo kwa kosa alilotiwa hatiani kwa sababu aliomba msamaha kwa Wanyarwanda ambao waliumizwa na kauli zake katika mahojiano yake. Kadhalika, sababu za ugonjwa wake wa msongo wa mawazo kama ilivyothibitishwa na madaktari bingwa. Wakati wa upekuzi katika nyumba yake walipata dola 10,000, euro zaidi ya 17,000 kwenye akaunti yake ya benki na franga za Rwanda milioni 11 kwenye simu yake. Tangu wakati huo, mali zake zimekamatwa na upande wa mashtaka umekuwa ukitaka mali hizo zitaifishwe. Katika uamuzi wake, mahakama ilieleza kuwa mali inayotaifishwa ni ya jinai, ikibaini kuwa mali za Karasira hazitokani na hatia aliyopatikana nayo leo kwa sababu upande wa mashtaka haujawasilisha ushahidi wowote kuhusu hilo. Nikiripoti kutoka mahakama ya Nyanza, mimi ni Yves Buchana.